BF mmechoka jamani? Naamini wote tuna nguvu, si ndio eh? Yes, kwa majina yangu mimi naitwa Winner Magele, ni mkurugenzi wa Winner Magele Foundation. Lakini pia ni pastor, kwa maana ya kwamba ni mtumishi wa Mungu. Bila kusahau mimi ni mviu. Wangapi wanajua maana ya mviu? Naona wachache, lakini Mungu awabariki sana. Mviu sio mvivu, mviu. Yeah. Okay. Unaelewa? Yes. Mviu ni mtu anayeishi na virusi vya ukimwi. Ndio maana ya neno mviu. Zamani tulikuwa tunatumia neno mwathirika wa virusi vya ukimwi. Ikaonekana kuwa hilo neno ni unyanyapaa. Kwa hiyo katika mchakato ikabidi waache kutumia neno waathirika wa virusi vya ukimwi au mwathirika wa virusi vya ukimwi, wakabadilisha tukaanza kuitwa waviu. Akiwa mmoja ni mviu, lakini tukiwa wengi tunajulikana kama waviu. So mimi ni mviu, ni mtu naishi na virusi vya ukimwi kwa muda wa miaka 27 sasa. Lakini pia nimekuwa nikitumia dawa za ARV kwa muda wa miaka 21 sasa. Nilianza kutumia dawa za ARV toka mwaka 2005 mpaka sasa ni miaka 21. Lakini tatizo la ugonjwa wa ukimwi nilipata toka mwaka 1999. Naweza kusema 98 99, kipindi hicho nikiwa mdogo sana na miaka 18. Ila kwa sasa na miaka 46. Namshukuru Mungu bado naishi. Nilipata ugonjwa wa ukimwi, niligundua rasmi ilikuwa ni mwaka 1999 pale Posta IDC, ndio nilipojua naishi na virusi vya ukimwi. Sikwenda moja kwa moja kuanza kutumia dawa kama mnavyojua zamani ulikuwa ukiona bango la angaza tu unazimia. Au unaingia afu unakimbia, au ukiona tu hata kwenye taarifa habari ile saa 2 angaza unabadilisha channel. Lakini namshukuru Mungu, kwa hiyo nilianza kutumia dawa za Septrin mwaka 2000, kutoka 2000 hadi 2005. Kwa wakati ule ilikuwa mtu ili apewe dawa za ARV ilikuwa ni mpaka kinga zake, kwa maana CD4 ziwe chini ya 250, jambo ambalo baadaye alikuja kuona kwamba mpaka mtu anakuja kuanza kutumia dawa ashaambukiza sana watu wengine, ashapokea sana maambukizi mapya, au wakati mwingine anakuwa kwenye hali mbaya kabisa kiasi kwamba kunakuwa hakuna uwezekano wa kumsaidia. Kwa hiyo serikali ikaamua kupitisha amri ya kwamba, kupitisha sheria ya kwamba mtu akipimwa tu na kugundulika kwamba anaishi na virusi vya ukimwi, basi moja kwa moja aanze kutumia nini? Dawa za ARV. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2005 nilianza kutumia dawa za ARV mpaka siku hii ya leo. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu. Huyu ni mke wangu kipenzi. Kwenye mitandao ya kijamii anajulikana kama Binti Kiwele. Yes, namshukuru Mungu. Mitandao ya kijamii imenisaidia. Mungu amenisaidia, lakini mitandao ya kijamii imenisaidia. Mke wangu tulikutana Facebook. Kuna wale watu ambao wanasema bwana mitandao ya kijamii haina maana. Mitandao ya kijamii ina maana. Mke wangu Binti Kiwele nilikutana naye Facebook. Mimi naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini yeye yuko negative. Ni mzima kabisa. Uamini? Inawezekana. Mtu ambaye negative, mtu ambaye positive kuishi na mtu ambaye ni negative. Yes. Ni tatizo tu la elimu ambalo hatukuwa nalo huko nyuma. Zamani ulikuwa ukienda ukapima ukaambiwa kwamba una tatizo la HIV, moja kwa moja unaamini ya kwamba wewe ni mgonjwa wa ukimwi. Lakini iko tofauti kati ya HIV na AIDS. Mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi ni tofauti na mgonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo mimi naishi na virusi vya ukimwi na mke wangu hana. Natumia dawa za ARV kwa usahihi ili kumkinga mke wangu. Kwa hiyo nashukuru sana Mungu, saizi tuna miaka kama 4. Yes, tunaenda mwaka wa 5. Tulikuwa tunaishi maisha ya uchumba sugu, au unaita nini? Naita single sugu. Namshukuru Mungu, Februari tarehe 15 tutakuwa tunafunga ndoa mimi na mke wangu. Yes.
Thanks kwa kaka Mwijage. Kaka Mwijage ni rafiki yetu ambaye tumejuana naye kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia ni mmoja kati ya watu wazuri sana. Tulikutanishwa na dada Mariam Mbano kupitia mtoko wa fursa. Tunashukuru Mungu kwa kutupa fursa hii kaka Mwijage, kuweza kujumuika na ninyi. Kama ambavyo mnafahamu, nimetangulia kusema kwamba mimi naishi na virusi vya ukimwi, lakini pia niko katika tasnia ya masuala ya afya kwa muda mrefu sasa, ni miaka 27. Kikubwa nilikuwa natamani sana kuendelea kupata platform kubwa ya kuendelea kukutana na watu wengi na kutoa elimu. Nimezungumza hapa kwa habari ya mtu positive anaweza kuishi na mtu negative. Nikaona mioyo yenu ni kama imezizima, ni kama kitu ambacho watu hawaamini, lakini inawezekana. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kaka Mwijage kutukaribisha kwenye semina hii siku ya leo, lakini pia asante sana kaka Mwijage ametupa zawadi hapa. Nafikiri ni zawadi ambazo anaweza akazielezea, lakini pia sisi na mke wangu tuko tayari kuwa mabalozi tuko tayari kuwa mabalozi kufanya kazi na timu ya kaka Mwijage. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Hii hapa binti Kiwele hii ni inasafisha uke. Wanasema kwamba kabla hujaanza kuitumia hii inabidi uweke kidole uingize, utaona inavyobana, alafu ukimaliza kutumia ukiingiza ni tofauti kabisa. Inaweza kisitoke. Umesikia mke wangu? Alafu hii inaitwa X-Power Coffee. Humu ndani kuna natural Viagra, sema natural Viagra. Natural Viagra. Kama vile ginseng, kama vile tonga tari, kama vile macaruti, kama vile epidemium. Ndio. Hii yote ikichanganywa unapata kitu zahama, sema zahama. Zahama. Sema zahama. Zahama. Kwa hiyo sasa nimewapa hizi kama zawadi, msitumie na kwenye harusi yenu nitawapa tena. Asante. Ili baada ya harusi ni hivi tu. Kama kawaida. Mambo ni kwa hiyo maana yake sasa hivi hamtokuwa tu mnaenjoy tendo la ndoa, itakuwa ni rahisi tu. Binti Kiwele ukimshika tu hivi tayari kitu kimewaka. Na wewe ukishika tu hivi Mungu ni mwema sana. Tunashukuru sana. Nashukuru sana kwa kuja kwenye semina ya leo. Ndio. Najua nyinyi ni Health Ambassador. Natamani sana kufanya kazi na nyie, tuweze kukimbiza, tuambie watu wengi. Ndio. Na kama unajua nguvu ya social media, kama hawa wamekutana kwenye mitandao ya kijamii, na mimi na vijana wengi sana ambao wanapata wateja wengi kupitia mitandao ya kijamii. Na kuna watu wengi hapa nimewaalika kupitia mitandao ya kijamii. Sasa lengo ni kuonyesha watu kwamba kupitia social media na ukiwa na biashara hii ambayo sio kama zile nyingine, unaweza ukaingiza hela nyingi sana. Ni kweli. Tuwapigie makofi jamani. Tuwapigie makofi. Anaweza kusema neno lolote? Jamani. Una neno lolote binti Kiwele? Hatuwezi hawezi kuondoka hivi. Hawezi kuondoka hivi hivi. Ongea. Unaweza ukasema tu I love you. Inatosha. Nashukuru. Yaani lolote tu, at least useme kitu. Hawaamini unajua? Hawaamini. Toa sauti mama. Mimi nafurahi kuwaona asante. Pia nashukuru kutualika, pia nimefurahi kwa sababu umempokea mume wangu na pia tumekubali kuwa ambassador wa hizi bidhaa. Mimi nataka tu niwaambie watu mliokuwepo, sina uzoefu wa kuongea sana mbele za watu, kwanza ni muoga, ila nataka tu niwaambie kile ambacho anakifanya mume wangu, kwamba unaweza ukapata mchumba ambaye ni positive, ukawa umempenda, kwa sababu mimi huyu namna tulivyokutana, yeye ni mchungaji. Kabla sijajua anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, nilikuwa na changamoto ambayo nilikuwa napitia mimi. Alikuwa anapiga makelele kwa habari ya maombi, na mimi nikamtafuta private, naomba unisaidie na changamoto hii. Kweli ile changamoto aliniombea ikaisha. Baadaye akanisogeza nikawa rafiki yake, zaidi ya rafiki. Lakini baadaye naona, nikamuuliza mbona ni muda mwingi unanipigia simu na huna familia? Akaniambia sina familia. Nikasema ndo hapa. Maana mwenyewe kumbe yupo single wote. Basi baadaye tukakubaliana tukutane, maana siku zote tunaongea tu kwa simu. Mwisho wa siku tumekutana, akaniambia hali halisi aliyokuwepo nayo. Mwanzo ilikuwa ni ngumu kwa sababu kila mtu anaelewa, mtu akisema huyu ana ukimwi, namna ambavyo unalibeba, afu mimi tayari ameshanisogeza, nimekuwa rafiki zaidi ya mdogo wake.
Akaniambia mimi na ili tatizo, nikamwambia basi twende unakochukuaga dawa. Lakini ilichukua muda sana kumpa ile jibu, twende tukawasikiliza washauri. Lakini mwisho wa siku kumbe inawezekana kuishi na mtu ambaye ni positive na negative, na maisha yakaenda. Wataka irudiwe? Umepata au bado? Hajapata. Ndio yenyewe hiyo. Jamani, cha mwisho naomba niwaalike kwenye harusi yetu tarehe 15 mwezi wa pili pale Sheraton Chanika. Nawapenda. Asante. Yaani karibu sana bosi wangu. Mungu akubariki. Nashukuru kwa sababu mimi nahudumia watu wengi sana. Kuanzia TikTok, Instagram, Facebook na kwenye majukwaa mengine mengi. Waviu wengi sana tumekuwa tuna changamoto ya afya. Tunatumia dawa kwa muda mrefu. Wengi sana tumekuwa tunapata changamoto, magonjwa nyemelezi, masuala ya sumu, viambata sumu kwenye mwili na mambo mengine mengi. Nimekuwa nikijifunza kwa muda mfupi tu kuhusiana na bidhaa za BF Suma, na mimi mwenyewe nimezitumia kwa muda mfupi sana. Nimeona mabadiliko makubwa sana, yani sana. Kwa kweli nashukuru Mungu. Nitaendelea kuwa balozi mzuri sana. Na naamini hii kwa kweli umesema ukimsaidia, nadhani alitangulia kusema ndo bandora. Yes, ukimsaidia mbaba mmoja maana yake umesaidia ndoa yake, umesaidia afya na mambo mengine kama hayo. Jamani tunawapenda sana. Mungu awabariki sana. Mnaweza mkatufollow kwenye account zetu. Ukitufollow huwezi kupata virusi jamani, mtapata elimu. Kwa hiyo msiogope. Kwa hiyo tunashukuru sana Kamwijage. Mungu akubariki. Social media. Instagram mimi natumia Magele Winner _TZ, Magele Winner. TikTok ni Magele Winner. Facebook ni Magele Winner. Hivyo yani ukiandika tu Magele Winner utanikuta. Mke wangu anatumia akaunti binti Kiwele. Yes, hapa sauti haitoki, na shanga tukio hili uko sauti inatoka. Yes, binti Kiwele, hivyo tu. Mkitufollow basi tutaendelea mtapata elimu ya kujifunza. Kama mnavyojua masuala ya HIV kwa kweli ni ugonjwa ambao umegusa kila kada. Unaona, yawezekana ukamsaidia mtu mmoja, unaweza sio wewe lakini ukawasaidia watu wengine na Mungu akakubariki. Jamani tunawapenda sana. Tungeweza kuongea sana lakini kaka tunakushukuru kwa kweli. Jamani tumpigeni makofi. Asante sana. Asante sana binti Kiwele. Unaweza mkenda kula kule. Tupigeni makofi jamani. Okay, sawa. Sasa mimi